haliwezi kupita under the carpet kabisa. Yani hata kama ni timu yako kweli inafaidika, kwa sababu vitu kama hivi kuna mahala tu vitafika vitakwama. Yani mpira utakapokuwa unachezwa katika uwanja huru, lazima kuna mahala utakwama kiuhalisia. Kwa hiyo kwa bahati mbaya ndio iko hivyo. Kwa hiyo mesa nyingine huwa nikiviona hivi vitu huwa mpaka natabasamu tu, kwa sababu ni kama unajua kabisa kuna kitu kitakuja. Yani unajua kabisa ukianza mwanzo wa mechi ya Simba unajua nini kitakuja, probably mechi ya Yanga unajua exactly nini kinakuja. Yani ni kama script ambazo zinasubiri kwenda kuchezwa tu, lakini tayari zimeshajiandika. Kwa hiyo ukishaanza kuona game iko katika mazingira fulani, unajua kuna hiki na hiki kitatokea kwa ajili ya kuitoa kwenye hook hii team kutokana na situation jinsi ilivyo. Yeah. Mimi nadhani hapa tutazungumza mjadala mrefu, lakini ukirudi nyuma, Elisa C alikuwa ni one of the promising referees kabisa, na watu wakawa wanaona Elisa C yuko kwenye mwenendo mzuri kabisa. Lakini Elisa C ni hapo katikati akaja akawa ni refa ambaye kapitia vifungo mara 2. Kama mnakumbuka, alipitia vifungo mara 2. Kuna wakati mpaka Zaka aliwashiwa mic akaomba, bwana huyu tunaomba asichezeshe mechi zetu, kwa sababu kuna misimu takriban 4 mtawalia alikuwa anawanyima matuta ya wazi kwenye mechi za Simba na Yanga. Ukiangalia msimu huu, hata nadhani ukimwashia hapo Mike Zaka atakwambia bwana kuna mechi ya Simba na Azam Zanzibar ile, uwezi kumlaumu kwa zile goli za offside kwa sababu za washika kibendera, lakini almost kila 50-50 challenge imeenda kwenye upande wa Simba. Unapata hiyo point. Sasa unajua kwa nini hivi vitu haviwezi kuisha? Honestly, kwenye masuala ya waamuzi hivi vitu haviwezi kuisha kwa sababu umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Kwa hiyo hakuna timu itashinda hiyo vita against Simba, against Yanga. Hakuna timu, kwa sababu hawa wote ambao ndo waonewa kwenye hili hawajawahi kuungana kwa ajili ya kitu kimoja. Kwa mfano kama saizi labda anaweza kana analalamika Singida, wenzake wengine wote 10 na ngapi watamwacha Singida ongee peke yake. Unapata hiyo point. Lakini atapata usaidizi upande mmoja. Yule ambaye ataona anafaa kumsaidia. Simba Wakati Namungo naye analalamika yake alikuwa ni Namungo peke yake. Wakati Mashujaa analalamika yake alikuwa ni Mashujaa peke yake. Kwa hiyo hawajawahi kuungana kulilalamikia ile jambo pamoja. Kaa pamoja, unganeni, semeni basi wacheni wacheze ligi wawili. Si hatuchezi tena ligi. Kama this is what is going on. Na sasa kwa bahati mbaya sio tu kwenye Simba na Yanga. Hivi vitu waga vinatokea, ndio hata kwenye hizi mechi zingine za kawaida vinatokea. Lakini kama wao wenyewe pia vilabu havitokaa pamoja na kuungana kwa ajili ya swala moja, hamna kitu tutafanya. Nyinyi wengine mnaopiga kelele huku nje, sisi tuwapigia zumari tu ambao tunaweza hata hatuhusiki na huo mpira kwa directly. Sasa unapozungumzia vilabu kwamba vitaungana, sio vita, vinapaswa kuungana. Sasa vinapaswa kuungana wakati tunaona ni uhalisia kwamba kuna baadhi ya ambavyo vinapawa ndo kuna hivyo viashiria vya upendeleo moja kwa moja. Sasa vinye kupendelewa ni vingapi umesema? Havizidi 4. Sasa ligi na timu ngapi? 16. Nyie 12 unganeni, tokeni. Hathubutu. Vinafikaje 4? Katika upande mzima wa kupendelewa George Mbangile. Vinafikaje 4? Ambapo matukio yamekuwa yanajirudia. Asiwezi tukutaja. Havizidi 4. Ambavyo vinapendelewa. Vimefikaje 4? Vimefika. Mimi chunguzeni vizuri. Havifiki 4 mwana. Tukizima mic nitawaambia. Kama unaongeza hicho kimoja, fanya ongeza hicho kimoja. Azam mimi hata hicho cha 3 sikijui. Hapa kuna kitu kimoja. Wewe hicho wala hata usihangaike. Kwenye hiyo anayozungumza huyo 3 anataja Singida mechi zake za ligi. Hapa kuna kitu kimoja. Unajua hapa kuna kitu kimoja. Unajua inawezekana hata huko kuungana pia miongoni mwa hivi vilabu vingine inaweza ikawa ni ngumu. Kwa sababu pengine kila mmoja kwa nafasi yake inawezekana naye kuna kitu ambacho anajaribu kukifanya kuinfluence matokeo kwa upande wake. Unajua hicho kitu. Yaani kama wewe unahisi kabisa kwamba bwana huyu inawezekana ndiye huyu aliwahi kunifanyia, ina maana likimkuta unasema fresh tu. Kuna clip nimekutumia. Ni nzuri ukisikiliza. Niliposti siku kama 6-7 nyuma. Pengine kuna watu kama walifumbia macho, lakini ina uzito. Kwa hiyo nafikiri inawezekana kuna changamoto kwamba pengine inawezekana sio tu hawa wakubwa ambao sisi tunaona. Inawezekana hichi kitu ambacho tunakiona hapa ni kwa sababu labda wakubwa wanatazamwa zaidi. Lakini inawezekana mizizi ya hili tatizo ambalo tunaliona inakwenda beyond hawa wakubwa. Atimu uko sahihi. Yani unajua nini? Matatizo ya waamuzi wajua yanakuwa
amplified sana, yani yanajaziwa sana uzito wake, biti linakuwa nene sana, linasema mziki mnene pale ikiwa inawahusu sana Simba au Yanga. Lakini ukweli kuna mechi zingine tu hata ukiwa unaangalia tu nyingi tu unaangalia unasema muamuzi alikuwa anafikiria nini. Yani kuna yale maamuzi ambayo unasema mimi mwenyewe mbona hapa nimehitaji replay kama mara 3 nione. Hiyo unaweza kumpa muamuzi benefit of doubt. Yani wewe mwenyewe imebidi utumie replay mara 3. Kuna sehemu nyingine imebidi mpaka ufinje jicho hivi jicho moyo ndo mpaka uone ujiridhishe uone kweli pale muamuzi alikosea. Ulitarajia yani atapatia vipi kama wewe tu imebidi utumie replay kama mara 3 mara 4, yani mpaka una stop una stop. Lakini kuna yale matukio yale fumba macho tu unajua tu, yani anaonekana wazi kwamba yani hapa alikuwa anafikiria nini. Kwa hata performance yake ya jana nafikiri yeye mwenyewe tu hahitaji wachambuzi, waandishi wa habari, siji David Ouma, siji nani, hahitaji hata wote kuongea. Yeye mwenyewe tu akikaa akishaanza kuanalyze ataona tu kwamba performance yangu ya jana haikuwa nzuri katika level ambayo inatakiwa. Yani kuna namna ni unabidi tu hata ndani uwe na ile self haya, ni aibu yako tu ya ndani mwenyewe tu kwamba unaona haya kwa sababu yani jana yale matukio ya ndani ya penalty, kuna tukio yani rafu ile imetokea nje ya penalty box kama vile karibia kama na katikati hivi. Yes, yani unaweza kumuuliza why ili unaona unasema ni foul, afu kwa nini ile sio foul? Alafu sasa uzuri sasa katika kukamilisha kile ambacho muamuzi unachotakiwa huwa unaambiwa kwenda na kasi ya mchezo. Takriban matukio yote matatu hata hayupo mbali sana. Ipo sehemu ambayo anaona yani kabisa. Kuna tukio la mwanzo niliona kama hata anakwenda kufanya maamuzi ya kutoa kama vile alikuwa anafikiria. Yes. Kaenda. Hamna kitu hiyo. Kama vile alikuwa anatafakari anafikiri bwana hii nafanyaje hapa? Ni kama alikumbuka timu gani ambayo anaenda kuipaza hapa. Mimi labda nishangie kidogo hapa Ahmed. Tutasema hizi timu ziungane kama alivyosema timu. Lakini timu hizi, kila timu ukifuatilia msimu huu kuna namna moja au nyingine imenufaika kutokana na maamuzi mabovu ya waamuzi au mipango yao binafsi, kwa sababu kuna mtu ameuliza hapa yani kabla hujaenda mbali na umezungumzia kufaidika akasema hebu wekeni wazi kwenye hizi mbio za ubingwa kwa msimu huu kati ya Simba na Yanga nani amefaidika sana? Simba. Na haya maamuzi Simba. Ni Simba ndo kafaidika sana. Okay. Na mbali na hayo yote kila timu kuna nyingine imenufaika. Tukianza kwa analyze hapa, kuna matukio ambayo Yanga imenufaika, KMC imenufaika, kuna matukio ambayo Yanga amenyongwa, KMC kanyongwa, Sinani kanyongwa kutokana na mechi, kutokana na nani na unacheza wapi. Sawa Lakini haya yote yanatokea kwa sababu wa watu kuna sehemu ni kama kuna namna unapata nguvu. Kwa sababu haiwezekani ligi ina mechi zaidi ya 100 ngapi? Zaidi ya timu 16. Mechi zaidi ya 300 tunaongea. Na matukio yanakuwa aina yale na hakuna chochote ambacho kinafanyika. Maana yake kuna nguvu somewhere ambako wanaipata na wanaona hata tukifanya hivi maisha yatafanya nini? Yataendelea. Waamuzi wako chini ya nani? Waamuzi wako chini ya TFF, sio bodi ya ligi. Bodi ya ligi husiki na waamuzi hata kidogo. Kamati zao kila kitu ziko chini ya TFF. Na kelele zimekuwa nyingi, lakini hatuoni action yote ikifanyika. Na hata ikifanyika inakuwa ni ile tu funika kombe hivi baadaye kesho kutwa tena maamuzi unamkuta. Kuna waamuzi ambao mpaka sasa hivi unawaona wameshaingia katika kumbukumbu za watu. Sasa hivi hapa ukimtaja Smart kila mtu anajua. Ukimtaja Kefa Kayombo kila mtu, kwa sababu si mara moja au mara mbili au mara tatu kafanya aina maamuzi ambayo yamekuwa ya hovyo. Kwa hiyo mwisho wa siku wale ambao wanasimamia mpira ambao ni TFF na kamati zake ndio wanaelea huu ujinga na wanajua wanachokifanya. Kwa sababu haiwezekani wewe Ahmed uko nyumbani una mtoto kila siku unapelekewa kesi aina moja na uchukue action yoyote. Kwa maana yake baba na wewe ni sehemu ya tatizo la wewe mtoto. Mtoto anaweza kaona hii fresh. Ni kawaida. Unajua matokeo yake kuna mtu mmoja simtaji jina nilikuwa ajadiliana naye baada ya mechi ya Simba na Berkane, akaniambia uamuzi wetu yani officiating ya hapa nchini ndio mara nyingi ikitokea katika hizi mechi zingine kama za international huwa tunahisi tumedhulumiwa, tunahisi hatupendwi, tunaonewa, sijui tuafanya nini. Kumbe unaweza unaenda kukutana na marefa ambao wamenyooka. Yani kama ni nyeusi ni nyeusi, nyeupe ni nyeupe.
Of course sio kwamba wakosei, wanakosea, lakini kuna yale maamuzi ambayo ni crucial, tunaamini hapa maamuzi kwa sababu tumezoea pengine kwenye ligi kwamba mbona nyepesi, kwa sababu tumezoea huku ndio tumeona nyepesi. Rudi kwenye tukio la Kagoma tu. Finali. No, matukio ni mengi tu yani matukio ni mengi sana. Kwa nafikiri inafika stage mpira wetu tunavyosema ligi imeshakuwa kubwa, sijui nini, hela inawekwa ni nyingi sana. Ifike mahala lazima tuthamini pesa ambayo watu wanaweka. Watu wanaweka hela nyingi sana. Kwa hiyo hebu tuwahurumie basi ambao wanao pia wanaweka hela. Ni nyingi sasa. Mtu anaweza akaniambia Mbangilo wanaoweka hela nao wanapata hela. Wakitoka utasurvive? Maana useme tu nao wanaoweka hela nao wanapata hela, sawa. Unafikiri kabla ya ligi walikuwa hawana hela? Walishakuwa na hela kabla au walikuwa hawapati hela? Kwa hiyo wanaweza pia kaenda kuweka sehemu nyingine pia na hela kaendelea kupata vile. Wanaenda wakasurvive. Nani atakayeumia wenyewe akishatoka? Nafikiri ambao ni mashahidi zaidi ukiwarudisha miaka 10-15 iliyopita wanajua tulipokuwa bila hela, wanajua ni jinsi ilivyokuwa. Watu kusafiri tu ilikuwa shughuli. Sasa hivi hata angalau vile vinasafiri. Kwa nafikiri kuna namna ambayo tunatakiwa tuboreshe katika hayo maeneo. Ila ukweli ni kwamba hata makocha wawili wote nimewasikia wanaongea. Jana ni kitu kimoja tu ambacho mimi nimeona timu zote mbili zinafanana. Simba unaona kabisa ni timu ambayo ni tanki ilikuwa limeisha wese kabisa, yani walikuwa wanacheza wanatamani mpira uishe waondoke zao. Singida ilikuwa timu ambayo inaonekana kabisa haijacheza mechi siku nyingi, yani mmoja tanki limeisha mafuta, mwingine ana sharpness, yani kwa hiyo zimekutana timu mbili ambazo yani kama wanasukuma exactly. Atakayemwahi mwenzie ndo huyo, yani yoyote pale ambaye angekuwa mbele tu kwa goli moja, yani ndo ingekuwa hivyo shule yenyewe inaishi.